Tukio hilo limetokea wakati binti huyo wa kidato cha 4 akirejea nyumbani kuchukua madaftari kutoka katika kijiji cha Imalabupina alikopangishiwa na wazazi wake, kwani shule anayosoma ipo umbali wa kilomita kama 9 na kijiji hicho kimepakana na hifadhi ya taifa ya Burigi Chato, na kwamba mtuhumiwa huyo alikuwa na moko, alimkamata na kumuingiza kwenye hifadhi hiyo kisha kumfanyia kitendo hicho. Nikataja namba ya mama yangu. Nilipotaja akampigia simu. Akamwambia, "Mama, unatakiwa utoe 300,000. Kama usipotoa 300,000, binti yako hautamuona tena." Mama akamwambia, "Haya, ngoja nitoke huku shambani nikatafute nitakupatia." Alipotoka pale ndo akasema, "Mama yako sasa amechelewa. Ngoja nikuharibie maisha." Ndo akanibaka. Nilipokuwa nikigoma ili asinibake, akanichoma na sururu kwenye mkono. Aliponichoma na mimi nikatulia. Akanibaka kwa mara ya kwanza. Tena ndo baada ya muda akampigia mama simu. Akamwambia, "Mama, rusha hela, bila kurusha hela binti yako hutamuona tena." Mama akaomba apunguziwe gharama. Akaomba apunguziwe hadi 150,000. Yule mtekaji akakubali. Alipokubali akanifunga mikono. Mara ya kwanza alinibaka amenifunga mikono. Tena akasema, "Mama yako sasa amechelewa kurusha hela. Ngoja nikubaki tena ili niendelee kukuharibia maisha." Akanifunga mikono. Tena akanibaka kwa mara ya pili. Ndo tukakaa hadi mida ya saa 10. Mama akarusha hela. Aliporusha hela akaambiwa, "Kwa nini umerusha 150,000? Unatakiwa urushe na ya kutolea. Tuma shilingi 10,000 ya kutolea." Ndo mama akairusha. Alipoirusha akaambiwa, "Binti yako sasa hivi yuko Mganza, nampandisha pikipiki afike Nyamirembe." Mama akamwambia, "Unampandisha na basikeli yake?" Akaambiwa, "Ndio, nampandisha na baiskeli." Nilishuka huzuni na kuanza kutetemeka. Baba mmoja ambaye nilikuwa naye huko akaniambia, "Shemu, nipe hiyo simu niongee kwa hiyo simu mimi mwenyewe, maana wewe hapa tayari umeshatetereka. Mambo yote nimeyasikia kwamba mtoto ametekwa porini." Ile simu nikampatia yule baba. Nilipomaliza kumpatia akasemaje, "Mimi nataka niongee na viongozi kijijini ili kusudi wewe ukifika kijijini unyoke moja kwa moja ofisini ukute viongozi wameshafanya muamara." Kwa kweli nilikuwa nataka hii shule ya hapa wangetusaidia ikafunguliwa, watoto wakapunguza hatua ndefu ya kwenda shuleni. Kusudi wao wanajifunza kujisomea wakiwa karibu na nyumbani. Wapunguze hatua ndefu. Nilikuwa nataka watusaidie shule hii ya Ichwankima ifanyike ifunguliwe. Serikali ya kijiji cha Ichwankima na jeshi la polisi kwa kushirikiana na askari wa hifadhi ya taifa ya Burigi Chato, baada ya kupata taarifa za tukio hilo, walianzisha msako haraka na kufanikiwa kumkamata mtuhumiwa huyo ndani ya hifadhi. Taarifa hizi nilizopata niliunganisha uongozi wote wa kijiji na kata. Mheshimiwa Diwani akaja, tukafanya utaratibu kufuatilia mtekaji huyo. Kwa bahati nzuri tulimfaulu na tulimkamata majira saa 12 jioni na mpaka sasa yuko kituoni. Tunaomba kupitia kikao hiki shule hii, halmashauri yetu ya wilaya ya Chato ituwekee fedha iweze kumalizia kwa ajili ya kuwapunguzia wananchi wa kijiji cha Ichwankima ili watoto wetu waweze kusomea katika shule hii. Nitakwenda kukutana na management ya halmashauri ili tuone namna ya kusaidia watoto hawa wasitembee umbali mrefu na kuokoa majanga yanayojitokeza njiani. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikuahidi nimelichukua kwa niaba ya halmashauri. Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Geita Nikolausi Kasendamila, baada ya kutembelea familia ya binti huyo, amelaani vikali tukio hilo na kuiomba serikali kuchukua hatua za haraka. Tayari mhalifu yuko polisi. Mamlaka zinajiandaa kumfikisha mahakamani. Itakapohitajika kwenda kutoa ushahidi mahakamani ili afungwe yule binadamu, msichenge na ngotole kufuatilia. Maana mna tabia wazazi, ukitaka kwenda kutoa ushahidi binti unamficha. Watorokie
waajiri hicho Ankima, waajiri hali hata binti akajieleze. Kwanza uwezo wa kujieleza binti anao. Hapa ni katika kijiji cha Ichwankima ambapo wanafunzi wa eneo hili wanalazimika kutembea umbali takriban kilomita 9 kwenda katika shule ya sekondari Ichwankima ambayo ipo kwenye kijiji jirani cha Imalabupina. Kutoka Chato, mimi ni Mrisho Sadik.